Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Taarifa kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kukujuza mezani siku ya leo ni kuhusiana na ile orodha ya vilabu ambavyo vitakwenda kushiriki michuano ya CAF kwa ngazi za vilabu kwa msimu wa mwaka 2026-2027 kutokea katika nchi ya Tanzania, yani vilabu ambavyo vitakwenda kushiriki kombe la shirikisho yani CAF Confederation Cup, na vile vilabu ambavyo vitakwenda kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, yani michuano ile ambayo kwa upande mwingine inafahamika barani Afrika. Sasa fahamu, tunashuhudia ligi kuu Tanzania bara imeweza kumalizika mara baada ya msimu wa mwaka 2025-2026 kuweza kutamatika na klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kutoa ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Sasa kuelekea katika michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho kwa upande wa nchi ya Tanzania, ni miongoni mwa nchi 13 ambazo zinatoa vilabu vinne. Vilabu viwili vitashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, vilabu vingine viwili vitakwenda kushiriki kombe la shirikisho. Hii ni kutokana na mwendelezo mzuri wa vilabu vinaposhiriki michuano mikubwa, vinafanya vizuri katika ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho. Kwa hiyo zinaongeza pointi na kuifanya ligi yetu kuwa bora, na kwa sasa ligi ya Tanzania ni miongoni mwa ligi 10 bora barani Afrika, ikikamata nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Yani NBC Premium League ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Kwa tunaona nchi ya Tanzania imeweza kupata nafasi ya kuweza kutoa vilabu vinne ambavyo moja kwa moja vitakwenda kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, viwili vikishiriki, viwili vingine vikienda kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika, yani CAF Confederation Cup. Pasipo kupoteza wakati, ngoja tukaanzie vile vilabu viwili ambavyo moja kwa moja vitakwenda kushiriki kombe la shirikisho kwa mwaka 2026-2027. Klabu ya kwanza ambayo itashiriki kombe la shirikisho kwa mwaka 2026-2027 ni klabu ya soka ya Singida Black Stars, ambapo Singida wao wamemaliza katika nafasi ya 4 katika michezo 30 ambayo waliweza kufanikiwa kucheza. Walishinda michezo 15, wakatoa sare michezo 5 na kupoteza michezo 10. Singida wamefunga mabao 47 na kuruhusu mabao 35, wakiwa na faida ya mabao 12 na alama zao 50 ambazo zimeweza kuwafanya kumaliza nafasi ya 4 na kuweza kukata tiketi ya kwenda kushiriki michuano mikubwa ya kombe la shirikisho. Timu ya pili ambayo itakwenda kushiriki kombe la shirikisho ni timu ambayo imeweza katika nafasi ya 3, ambao ni Azam Football Club, ambapo Azam tunashuhudia wameweza kucheza michezo 30 wakishinda michezo 18, sare ikiwa ni michezo 10 na kupoteza michezo 2. Azam wamefunga mabao 46 na kuruhusu mabao 12, wakiwa wana faida ya mabao 34 na alama zao 64 katika nafasi ya 3. Kwa hiyo tunaona timu ambayo imeweza nafasi ya 3 Azam na nafasi ya 4 Singida Black Stars ndio vilabu ambavyo moja kwa moja vitakwenda kushiriki kombe la shirikisho. Lakini katika nafasi ya pili katika ligi kuu tunako mnyama Simba Sports Club, ambaye yeye amecheza michezo 30 akishinda michezo 22, sare michezo 7 na kupoteza mchezo 1. Simba amefunga mabao 54 na kuruhusu mabao 11, akiwa na faida ya mabao 43 na alama zake 73 katika nafasi ya pili, na Simba amekata tiketi ya kwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini klabu iliyomaliza bingwa ni Young Africans, ambaye alikuwa bingwa mtetezi ama ametoa ubingwa huko mara ya 5. Yanga alicheza michezo 30, kushinda michezo 23, sare michezo 6 na kupoteza mchezo 1. Yanga amefunga mabao 71 na kuruhusu mabao 9, wakiwa na faida ya mabao 62 na alama 75, wakiwa ndio vinara wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunaona Yanga wamemaliza mabingwa na ndio ambao watakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, sambamba na timu ambayo imemaliza nafasi ya pili ambayo ni Simba Sports Club. Kwa hiyo tunaona Simba, Yanga, vilabu viwili vitakwenda kushiriki ligi ya mabingwa. Singida Black Stars na klabu ya soka ya Azam Football Club wao watakwenda kushiriki michuano mikubwa
ya kombe la shirikisho kutokana na nafasi ambazo wameweza kumaliza. Vilabu hivi vinaingia kwa mara nyingine tena, kwa sababu msimu uliomalizika tunashuhudia vilabu hivi ndivyo ambavyo pia viweza kwenda kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena vimeweza kuingia. Kwa hiyo tunaona, tunategemea Singida sio wageni tena katika michuano hii. Azam katika hatua makundi sio wageni, kwa hiyo tunaamini tunaenda kufanya vizuri, bila kusahau Simba ni wazoefu na Yanga Sports Club huenda miongoni mwa vilabu vinne wakatuletea kikombe cha kafu kwa ngazi za vilabu. Tuambie kwenye comment, je, kuelekea katika michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, je, ni klabu gani ambayo unaona itakwenda kufanya vizuri kuliko vilabu vingine?